bila hatia yoyote, hapewi chakula kwa wakati. Mwenyekiti wetu anakosa nini? Kwa nini unampa haki? Kwa nini usimpe haki yake ya chakula? Ni aibu. Kwa nini unampa makosa mengine? Kwanza pale ni mgonjwa, anaishi na risasi. Leo hata chakula hawazingatii. Magereza anaomba hawampe hata chips kidogo, hawampi. Serikali inamnyanyasa kwenye chakula, hadi kwenye vyakula, hadi kwenye chakula cha tumbo. Sio kuna chakula kupikia ya matukia tayari kwa jingi. Anapigwa risasi 16 Hawa Tanzania anaishi na risasi kichwani. wanachafua taifa. Leo chakula chake kwa wakati. Kwa sababu gani? Wao wenyewe waliomweka roho kwa wajara. Wakili wa serikali na serikali nzima wanachezea rumba. Kudhalilisha nchi yetu. Kudhalilisha sana. Waandishi wa habari, pazeni hii sauti. Pazeni hii sauti. Niombe. Watanzania wote wajue. Kudhalilika kwa vitu hata vidogo. Haiwezekani na tukubali. Maana makubwa sana. Dunia inatuonaje kwenye matukio kama haya? Dunia inatutazamaje? Tukubali kuaibika kwa vitu vidogo. Hizi haki kulaga nchi iko wapi? Watu wanataka Lissu akiaga anapatia wapi? Haki za Lissu si wapi? Hela yake mnayo, kwa nini msinunulie chakula? Hela yake mnayo. Huyo Mungu tu anatoa chakula, inakuwa huyo mtu anauma wewe baba watu. Yaani mnatia hasira. Mnatia hasira. Msikizia baba watu hela yake anayo, chakula hamumpi, ukatili gani huo? Chakula cha mchana hiki ni kiwango cha juu kabisa cha kukatili. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amlinde mwenyekiti wetu dhidi ya mikono ya hao wajanja. kwa magonjwa mengine kabisa. Kila tunapotoka wote tunaenda lakini sasa mimi niwaambie viongozi wa serikali hata serikali wanaishi kwa mapenzi ya Mungu sio sawa, yani ananyanyasika hata serikali ndio chakula tu chips hawezi kufa, hawezi kufa, ataishi, yani Lissu anaishi hawezi kufa, anaomba chips sio sawa. Kwa nini chakula tu wasitaka yake ya msingi kwa sababu zipi? Sio sawa, hapana, sio fair. Waandishi wa habari, mliangalia hii, pazeni sauti. Yani kama Lissu walishindwa kumuua kwa risasi, hawezi kumuua kwa njaa. Mpango wa Mungu uko juu ya Lissu. Yani swala la kumuua kwa njaa walishindwa, na watashindwa kumuua kwa risasi, walishindwa. Yani sisi tunaiambia serikali inapata aibu kwa haya mambo yanaonekana. Kwanza inaonekana ni nchi ambayo haijastaarabika.
kama mtu unamnyima chakula kwenye haki yake, sio sawa. Serikali ya Tanzania hii ni aibu. Yaani leo hii ukisema kuna mtu ananyimwa chakula kwenye nchi ya watu waliostaarabika, wanakuwa wewe ni mjinga. Lissu pale alipo ni mgonjwa. Unapomnyima chakula maana yake unaamsha maradhi mengine. Pale alipo anahitaji tiba, anahitaji kila kitu, lakini unamnyima chakula. Hii serikali ya CCM hivi kweli inaweka wapi sura yao? Tanzania tuko najivuna kama ni nchi ya amani, lakini leo hii ukisema wewe Mtanzania lazima ujifikiri mara mbili. Hivi Samia hivi kweli leo anaweza kumnyima mtoto wake akashinda njaa mpaka sasa hivi? Yeye mpaka sasa hivi hajaa. Askari magereza hajala hao. Wanapishana kwenye kona kila muda anakwenda kula. Alafu leo mtu anamnyima chips kavu. Hela za kwake za chakula wamekaa nazo wao. Alafu bado anamnyima chakula. Waache uhuni. Wanatutia aibu. Yaani leo mimi nikijiita Mtanzania wanaona kama nimetoka kwenye taifa la ajabu sana. Waandishi wa habari, pelekeni huu ujumbe kwamba Tanzania ya Nyerere sio Tanzania ya sasa. Ni Tanzania wahuni na wamefanya vyombo vya kihuni, wanatuchafua. Acha ujinga namna hii. Mungu atapigana juu yao. Mungu atapigana juu yao. Thank you.